Bwana Yesu asifiwe. Basi siku ya leo tunaenda kujifunza neno la Mungu. Ni mshukuru Mungu, baada ya hapo tuendelee. Baba, asante kwa ajili ya majira haya ambayo umetupa tena kwa ndani ya nyumba yako. Nalitukuza na kulihimidi jina lako Mfalme. Asante kwa ajili ya neema na rehema ambazo Mungu umetukirimia kwa uaminifu wako. Majira haya Baba, tunaenda kujifunza neno lako. Roho Mtakatifu, naomba ukawe juu yangu, kanitumie kama chombo. Fungua masikio yetu tuweze kuelewa makusudi yako ambayo Mungu umeyakusudia kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya siku ya leo. Sema na kila mmoja wetu Baba, utufundishe, tuelekeze, utuonye katika njia zako. Bwana, tunajiachilia mikononi mwako, ni katika jina lako Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi ninamshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi na kibali ambacho ametupa sisi sote kuwamo ndani ya nyumba yake. Lakini pia ninamshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi ambayo amenipa kuweza kusimama mbele zenu kuleta neno la Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Na siku ya leo tutakuwa tunajifunza neno la Mungu linaloitwa utakatifu au utakaso kwa jina jingine. Wanaotumia lugha ya Kiingereza wanasema holiness. Holiness, utakatifu au utakaso. Nitasoma neno la Mungu kutoka kitabu cha Waebrania sura ya 12 na ule mstari wa 14 mpaka wa 15. Waebrania sura ya 12 mstari wa 14 mpaka wa 15. Biblia inasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao, mkiangalia sana mtu asipungukiwe neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Nitarudia, Waebrania 12:14 mpaka 15. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao, mkiangalia sana mtu asipungukiwe neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Kutoka hapo tutakuwa tunajifunza neno la Mungu. Kichwa cha somo nimesema utakatifu au utakaso, au kwa lugha ya Kiingereza holiness. Na somo langu, kabla sijaingia ndani kwenye somo, nikianza na huu mstari ambao tumeusoma unaotuagiza ya kwamba tutafute kwa bidii kuwa na amani na watu wote, alafu pia tutafute kwa bidii kuwa na utakatifu, ambapo anasema ya kwamba mtu hawezi kumwona Mungu asipokuwa na huo utakatifu. Na tukiangalia sana katikati yetu, mtu asije akapungukiwa neema ya Mungu, baada ya pale likachipuka shina la uchungu likawasumbua wengi, na wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Niongezee kidogo na isumbua. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kutoka hapo tutakuwa tunajifunza neno la Mungu, na kutoka kwenye hilo andiko anasema ya kwamba tutafute kwa bidii kuwa na amani na watu wote na utakatifu. Alafu anasema mtu akikosa utakatifu hawezi kumwona Mungu. Sasa anaposema hawezi kumwona Mungu, anamaanisha mambo mawili kwa wakati mmoja. Maana ya kwanza, hawezi kumwona Mungu kwa wakati huu ambao tunaishi duniani, kwa maana ya kwamba maisha ambayo mtu ataishi hapa duniani asipokuwa mtakatifu hawezi kumwona Mungu. Hawezi kumwona Mungu kwa maana ya kwamba hawezi kuona baraka za Mungu, hawezi kuona neema ya Mungu, hawezi kuona msaada wa Mungu, wala hawezi kuona jambo lolote jema kutoka katika mikono ya Mungu akikosa utakatifu. Na mwisho pia anamaanisha mtu asipokuwa na utakatifu pia hawezi kumwona Mungu ile siku ya mwisho, kwa maana ya kwamba atatengwa na Mungu milele, atatupwa katika jehanamu ya moto au katika mateso. Kwa anaposema ya kwamba tutafute
kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huwa utakatifu, ambapo hapana mtu anayeweza kumwona Mungu pasipo utakatifu. Anamaanisha mtu asiyekuwa na utakatifu hawezi kumwona Mungu kwa wakati huu ambao tunaoishi duniani, lakini pia hawezi kumwona Mungu endapo maisha yake hapa duniani yataisha, kwa maana ya kwamba atakufa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa na kutoka hapo nimeligawa somo langu katika vipengele vitatu. Nitakuwa na utangulizi, lakini nitakuwa na sehemu ya pili, nitaelezea maana ya utakatifu. Maana ya utakatifu. Lakini sehemu ya tatu na ya mwisho nitaelezea mambo yanayosaidia kutunza utakatifu. Nitakuwa na utangulizi, kuna mambo machache nitayasema, lakini nitaelezea maana ya utakatifu na mwisho nitasema mambo yanayosaidia kuweza kutunza utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Sisi watu ambao tumeokoka, watu ambao tumeamua kumpa Yesu maisha na kuamua kutembea katika njia yake na kuamua kutoka katika mienendo mingine ya duniani na kuamua kumwishia Mungu, tumewekwa duniani kama mawakili. Kama mawakili, kwa maana ya kwamba tangu mwanzo Mungu alikusudia iwe hivyo. Alipomuumba Adamu akamweka katika bustani ya Edeni, kuna majukumu Mungu alimpa Adamu, lakini pamoja na majukumu hayo ambayo Mungu alimpa Adamu, jambo lingine ambalo Mungu alimfanya Adamu afanyike kuwa wakili. Kuwa wakili kwa maana ya kwamba yeye Adamu nitumie lugha hii, Adamu alipaswa kusimama kwenye nafasi ya Mungu ile ambayo Mungu alitakiwa kusimama. Ndiyo maana wakati anamuumba kwenye ile Mwanzo 1:26 akasema, tumuumbe binadamu kwa sura na mfano wetu, wakatawale samaki wa baharini. Maana yake Mungu alitakiwa kutawala duniani, lakini badala ya Mungu kuja kutawala duniani, akamweka Adamu ili aje atawale badala ya Mungu. Adamu akaipoteza ile nafasi. Kwa hiyo Mungu anaamua kumrudishia Adamu wa pili, Yesu Kristo, aturudishie ile nafasi ya kutawala duniani. Maana yake aliyeokoka amewekwa duniani kama wakili. Wale ambao wamesoma mambo ya sheria wanafahamu ya kwamba maana ya neno wakili ni mtu ambaye anasimama kwenye swala la mtu mwingine badala ya yeye. Wakili ni mtu ambaye, mfano, wewe ukipata kesi, ukienda mahakamani, wewe hujui vifungu. Maana yake wakili anasimama kwa zamu yako, anakuwa anaongea badala yako. Yaani anavyoongea yeye ni sawa na kwamba wewe ndio unaongea. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maana ya kuwa wakili. Kwa hiyo sisi ambao tumeokoka, tumewekwa duniani na Mungu ili tuweze kufanyika mawakili, ya kwamba tufanye kile ambacho Mungu alitakiwa kufanya akiwa duniani. Na katika uwakili huu Mungu anaweza akakupa uwakili katika maeneo tofauti tofauti. Mungu maisha yetu kwanza ameyafanya tuwe mawakili, lakini pia Mungu mali zetu ambazo ametufanya tuwe mawakili. Fedha, uhai wetu na kila kitu kilichoko duniani na kwa maisha ya mwanadamu amewekwa awe wakili. Na sasa ili mwanadamu aweze kufanyika kuwa wakili wa Mungu, kuwa wakili wa duniani ni rahisi. Ni vile tu ambavyo mtu amesoma sheria, lakini kuwa wakili wa Mungu, kabla ya kwenda kufanya lila jambo ambalo wewe unatakiwa ulifanya badala ya Mungu, jambo la kwanza unatakiwa umfananie Mungu. Ili ufanyike kuwa wakili wa Mungu, ni lazima moja kwanza umfananie Mungu kwa tabia na mienendo. Ndiyo maana kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile sura ya 4, Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza na wa pili, Biblia inasema ya kwamba mtu na hatuhesabu hivi ya kwamba sisi ni mawakili wa Mungu. Na pale ambapo sasa inahitajika kuwa mawakili, mtu imempasa kuwa mwaminifu. Sasa huo uaminifu maana yake ufanye kama vile ambavyo Bwana wako alitakiwa afanye akiwa duniani. Kwa hiyo tunapozungumza kwa habari ya utakatifu, maana yake eneo la kwanza kabisa ambalo unatakiwa uzingatie, wewe inabidi uwe mwaminifu kama vile ambavyo Bwana wako alitakiwa afanye, na wewe ufanye vile vile. Mungu ametuweka kuwa mawakili, watu wa Mungu. Uhai ambao tumepewa, Mungu ametuweka kuwa mawakili. Mungu ametuweka kuwa mawakili.
Nataka niseme neno hili kwamba wewe maisha yako hauishi kama unavyotaka wewe. Unatakiwa uishi kama Mungu anavyotaka uishi. Ndiyo maana maisha ya mwanadamu yoyote yale, uhai wake sio mali yake. Uhai wa maisha yako ni mali ya Mungu. Ndiyo maana hata ukijiua leo utaandikiwa kesi. Kwa kawaida kabisa, kwa sheria, ukijiua pasipo sababu inayoeleweka unazikwa ukiwa umefungwa pili. Bwana Yesu asifiwe. Au ukiua mtu, kwa sababu uhai sio mali yako, ni mali ya Mungu. Hakuna mwanadamu yoyote yule mwenye haki ya kuondoa uhai wa mtu mwingine au uhai wake. Uhai ni mali ya Mungu. Hata vitu vyako ulivyonavyo, mali zako, sio za kwako, ili isipokuwa wewe umewekwa kuwa wakili, yaani usimamie badala ya Mungu. Ndiyo maana kuna makosa kwenye fundisho la utoaji. Mojawapo ya makosa yaliyopo kwenye fundisho la utoaji ni kwamba watu wanasema ya kwamba nikiwa na hela mfano 10,000, ile shilingi 1,000 ni ya Mungu 10%, alafu 9,000 inayobaki ni ya kwangu, sio ya kwako. Yaani 10% Mungu anaitaka kwa matumizi maalum. Ile 9,000 iliyobaki bado ni ya Mungu, ila Mungu anakupa wewe ufanyike kuwa wakili. Ndiyo maana hata kwenye viwango vya utoaji uweze ukatoa fungu la 10 peke yake ukahesabika ya kwamba wewe ni mtu ambaye ni mtoaji. Mtu ambaye ni mtoaji anahesabika kwa kutoa vitu ambavyo ni baada ya kutoa fungu la 10. Ndiyo maana hata Ibrahimu baba wa imani alihesabika kuwa mtoaji kwa kutoa vitu vingine ambavyo ni 90% iliyobaki, sio 10% aliyompa Melkizedeki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa maisha yetu sisi tumewekwa kuwa mawakili, na kama tumewekwa kuwa mawakili, uwe mwaminifu kwenye maisha ambayo Mungu amekupa, sawasawa na vile ambavyo Mungu anakutarajia uweze kuishi. Na katika huo uaminifu, kwanza unatakiwa uwe mwaminifu kwa tabia na mwenendo kama Mungu anavyokutaka uishi. Na katika hizo tabia na mwenendo ndo tunarudi moja kwa moja kwenye utakatifu. Uwe mwaminifu sawasawa na Mungu anavyokutaka kwenye tabia zako na mwenendo. Maana yake ni kwamba mawazo unayoyawaza, maneno unayoyaongea, matendo unayoyatenda, mavazi unayovaa, na kila kitu kwa maisha yako viwe sawasawa na vile ambavyo Mungu anataka. Hiyo ndio kuwa mwaminifu katika tabia na mwenendo. Unajua tupo kwenye kizazi ambacho mimi nimejiambia neno moja kwenye maisha yangu. Niko tayari kuisema kweli ya Mungu hata kama baadhi ya watu wanikatai. Najua hata Yesu alikataliwa. Kwa sababu sasa hivi mojawapo ya tatizo, watu hawataki kuongea maneno, wamenyoosha. Hasa kwenye somo hili kama utakatifu. Mojawapo ya makosa, kama tunataka tumfananie Mungu katika tabia na mwenendo, kuna maeneo mengi. Mawazo tunayoyawaza ni lazima tumfananie Mungu. Maneno tunayoongea ni lazima tumfananie Mungu. Mawazo tunayowaza, matendo, mienendo, mpaka tunavyovaa. Sasa mojawapo ya matatizo yaliyoko makanisani na sehemu nyingi ni mavazi. Ukiongelea swala mavazi wanakuambia ni utamaduni. Ninakubali ni utamaduni. Lakini kama ni utamaduni, uvae vibaya kwa sababu ni utamaduni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwani lazima tumfananie Mungu katika tabia na mwenendo. Na kitabu cha Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 13 mpaka wa 17. Petro wa kwanza sura ya kwanza 13 mpaka 17. Anasema msijifananishe na tamaa za ujinga zenu za kwanza. Alafu anazungumza maneno hapo. Alafu anafika kwenye mstari wa 15 anasema kama vile aliyewaita alivyo mtakatifu, nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Maana yake kama Mungu aliyetuita alivyo mtakatifu, maana yake Mungu ni mtakatifu, ni mwadilifu. Hamna giza ndani ya Mungu, hamna uchafu ndani ya Mungu. Na sisi tuenende hivyo hivyo kama aliyetuita. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo tutakuwa tumefanania katika tabia na mwenendo. Na ukumbuke mwanzoni kwenye sentensi yangu ya kwanza ambayo nimesoma kitabu cha Waebrania 12:14 kwamba tutafute kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambapo
ambaye asiyekuwa nao hawezi kumwona Mungu. Kumwona Mungu kwenye maisha haya ya sasa na kwenye maisha baada ya kufa. Maana yake mtu asipokuwa mtakatifu hawezi akaona baraka za Mungu kwa wakati huu, hawezi akaiona neema ya Mungu kwa wakati huu, hawezi akayaona mafanikio ya kimungu kwa wakati huu, hawezi akauona upako na neema ya kutembea na Mungu, hawezi akaona kuongozwa na Roho Mtakatifu kwa wakati huu, na zaidi ya yote atatupwa jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa, watu wa Mungu, ni lazima tumfananie Mungu aliyetuita katika tabia na mwenendo. Kwa hiyo unapowaza wazo, kabla hujawaza na kufikiria kulitendea kazi, fikiria hivi, ili wazo ninaloliwaza, kama Bwana wangu aliyeniokoa Yesu angeliweza kuwaza hivi? Neno ninaloliongea, je, kama Bwana wangu Yesu angelikuwepo angeliweza kuongea hivi? Hili tendo ninalotamani nende nikalifanye, kama Bwana wangu Yesu aliyeniokoa angekuwepo, je, angeweza kufanya hivi? Ukifika hapo utaweza kutembea katika utakatifu. Lakini tofauti na hapo, tutabakiza siasa na mbwembo nyingi. Sasa twende sehemu ya pili, nikupe maana ya utakatifu. Ulikuwa ni utangulizi. Naomba twende nikupe maana ya utakatifu. Na kuna mambo mengi sana nitayazungumza hapa kwenye maana ya utakatifu. Jambo la kwanza nitakalozungumza ni definition. Sijui kwa Kiswahili wanatumia neno gani kwenye maana ya utakatifu. Neno maana linabeba kubwa na linabeba vitu vingi. Sasa cha kwanza nitakupa definition ya utakatifu, au kwa lugha nyepesi tu niseme maana fupi ya utakatifu. Maana fupi ya utakatifu ni kwamba ni kutengwa na kujitenga na dhambi. Utakatifu ni kutengwa na kujitenga na dhambi. Watu wa Mungu, Mungu aliyetuita tumtumikie, haijalishi kwenye huduma gani, haijalishi kuimba, haijalishi kuhubiri, haijalishi kufanya nini, ni mtakatifu. Na katika baadhi ya mambo ambayo Mungu anayafanya, ni somo la wokovu lina mambo 9. Sina muda wa kuyazungumza yote, lakini mtu anaposikia injili, baada ya pale anaamini, anatubu, anageuka, alafu Mungu anakufanya upya, anakuhesabia haki, anakuingiza katika familia ya Mungu. Hasa anapokuingiza kwenye familia ya Mungu, kuna mambo 3 ya mwisho mnashirikiana naye, ni maombi, uvumilivu na utakatifu au utakaso. Sasa hapa kwenye utakatifu nimekupa maana fupi ya kwamba ni kutengwa na kujitenga na dhambi. Maana yake wewe ukitubu dhambi zako, ukamwambia Yesu, nimekukosea, ile siku ulipotubu ulipita wembe akakutenga na dhambi. Ulipita wembe akakutenga na dhambi. Ndipo mwandishi wa Zaburi anatangaza kwenye ile Zaburi 103 mstari wa 12. Anatangaza kwenye Zaburi 103 mstari wa 12. Anasema hivi: kama vile ambavyo magharibi na mashariki zilivyo mbali, ndivyo ambavyo Mungu ametutenga sisi na maovu yetu. Maana yake siku ulipotubu dhambi, ulipita wembe katikati kwenye maisha yako, Yesu akakutenga na dhambi zote ulizowahi kutenda. Na alipokutenga hazikufuatilii tena. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama ulizini, uliiba, nyumbani kwenu walikuwa si wachawi, walikuwa si wezi, si walikuwa wanaabudu mizimu, siku ulipotubu dhambi, Mungu alipitisha wembe katika ulimwengu wa roho, akakutenga na dhambi zote. Na hamna dhambi itakufuatilia, wala mchawi wala mganga, maana alikutenga. Ndio maana mwandishi wa Zaburi anatangaza hapo kwenye Zaburi 103:12 kwamba kama vile magharibi na mashariki zilivyo mbali, ndivyo ambavyo Mungu alivyotutenga na dhambi zetu. Kwa hiyo utakatifu ni kutengwa na kujitenga na dhambi. Sasa neno kutengwa, anayefanya kazi ya kukutenga wewe ni Mungu. Kwa hiyo unapotubu dhambi, Mungu anakutenga na dhambi. Yaani maana yake anakusamehe, anakufikia dhambi, alafu anaweka mpaka katikati ya wewe na dhambi ulizotenda. Alafu 2, anakupa wajibu wa kujitenga na dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Anakupa wajibu wa kujitenga na dhambi. Kwa hiyo utakatifu ni kutengwa na kujitenga na dhambi. Na utakatifu au utakaso ni tendo la wakati ule ule unapotubu, na ni tendo endelevu. Ni tendo la wakati ule ule na ni tendo endelevu.
Ni tendo la wakati ule ule. Kwa maana gani? Ni tendo la wakati ule ule kwa maana ya kwamba siku ulipotubu dhambi, kwamba Yesu, hapa na hapa nimekukosea, Mungu alishuka akakusamehe yote kwa sababu ya kutubu kwako, akakusafisha, akakufanya upya, kisha akaweka mpaka kati ya wewe na dhambi, akakutenga. Ndio maana ya kusema tendo la wakati ule ule. Yaani unapotubu pale pale Mungu anakutenga, lakini la wakati endelevu, kwa maana anakupa wajibu wa kuendelea kujitenga na dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba Mungu anapokutenga, unapotubu, kuna dhambi zingine zinabakia, zinaondoka taratibu. Hilo ni fundisho potofu. Mungu anakutenga na dhambi alafu mbili, anakupa wajibu wa kuendelea kujitenga na dhambi wewe mwenyewe. Unaendelea kujitenga na dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Isaya 52:11. Isaya 52:11. Anasema hivi. Subiri nisome kwanza nisije nikalikosea. Subiri nisome kwanza kama lilivyo. Ni andiko moja tamu sana. Isaya 52:11. Anasema nendeni zenu. Tokeni huko, msiguse kitu kichafu. Tokeni kati yake, iweni safi, ninyi mnaochukua vyombo vya Bwana. Maana hamtatoka kwa haraka, wala hamtakwenda kwa kukimbia, kwa sababu Bwana atawatangulia na Mungu wa Israeli atawafuata nyuma awalinde. Anazungumza ya kwamba nendeni zenu. Ana maana ya kwamba kisha kuwatenga, na nyie mjitenge nao, mwenende zenu. Hapa anasema muwe safi mnaochukua vyombo vya Bwana. Maana yake mnaoabudu. Kwenye Agano la Kale walikuwa watu wamehesabiwa kubeba baadhi ya vyombo, kama hii kinanda, mixer na vitu gani. Vile vyombo vyote vya hekalu kuna watu waliteuliwa wavibebe, na wale ambao wote walikuwa wanamwabudu Mungu walihesabika wanaobeba vyombo vya Bwana. Kwa hiyo anawaambia enendeni zenu, iweni safi mnaochukua vyombo vya Bwana. Maana yake anawapa agizo la kujitenga. Vile vile kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 6 ule mstari wa 14 mpaka wa 18. Wakorintho wa pili 6:14 mpaka 18. Wakorintho wa pili, Second Corinthians. Wakorintho wa pili 6:14 mpaka 18. Anaanza kwa kuuliza maswali. Kwanza anaanza kwa statement hii: msifungiwe nila moja pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa. Hapa akasema ya kwamba kuna ulinganifu gani kati ya Yesu na Beliali, ufisadi. Ametaja baadhi ya mambo hapo. Alafu anapofika kwenye mstari wa 17 anasema basi tokeni kati yao mkatengwe nao, alafu mkiisha kutengwa nao nitawakaribisha, alafu mtakuwa kwangu watoto wa kiume na wa kike, na mimi nitakuwa baba kwenu. Maana yake Mungu anatoa agizo la kutoka katikati ya ulimwengu. Kwa hiyo Mungu anapotuokoa, anapotutenga na dhambi, mbili, atupa wajibu wa kujitenga na dhambi. Yohana wa kwanza 2:15 mpaka 17. Yohana wa kwanza 2:15 mpaka 17. Anazungumza, anasema ya kwamba msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia, maana anayeipenda dunia kumpenda Mungu hakumo ndani yake. Maana vitu vilivyoko duniani, tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Mungu. Hasa anaposema ya kwamba msiipende dunia, hamaanishi kuipenda dunia kama inavyoonekana. Kwa lugha ya Kiingereza wanatumia the S, yaani ya kwamba hii dunia inayoonekana kwa macho, kwa maana majengo, milima na vitu gani. Anaposema pale msiipende dunia, maana yake msipende mifumo iliyoko katika dunia ambayo haimtegemei Mungu na wala haimpendezi Mungu. Kwa pale anaposema dunia, hamaanishi dunia kwa maana ya umbo hapa tunapokaa. Anamaanisha kwa maana ya mifumo yote iliyoko katikati ya maisha ya watu ambayo haiendani na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utakatifu ni kutengwa, moja. Mbili, kujitenga mwenyewe na dhambi. Kwa hiyo siku ulipotubu dhambi, Mungu alikutenga. Alafu kinachofuata anakupa wajibu wa kujitenga na dhambi. Ukitenda dhambi umeshindwa mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe.
Yaani aliyeokoka akitenda dhambi ameshindwa mwenyewe. Na wala hamna dhambi ya bahati mbaya kwenye Agano Jipya. Haipo. Kwa sababu aliyeokoka, labda kama anazungumzia wokovu wa kuigiza. Aliyeokoka, moja, anaamini neno la Mungu. 2, anatubu. 3, anageuka. Maana ya kugeuka ni kufanya hatua madhubuti za kuacha kule ulikokuwa unaelekea unageukia kwingine. Baada ya hapo Mungu anakufanya upya. Na kufanywa upya maana yake ni kuzaliwa mara ya pili. Na anasema kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili 5:17, anasema ya kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale manini? Maisha yamepita, tazama yanakuwa mapya. Yaani Mungu anakufanya upya. Alafu jambo lingine analofanya Mungu hapo, anakuhesabia haki, anakufutia hatia. Alafu 3, anakuingiza kwenye familia ya Mungu. Kwenye familia ya Mungu kwa maana ya kwamba unakuwa mtoto wa Mungu. Ndipo inatimia ile Yohana 1:12, na wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Haitimii tu hivi kivyepesi. Alafu baada ya hapo Mungu anakuingiza katika familia yake. Na anapokuingiza katika familia yake ndipo linatimia lile la kusema ya kwamba mtu mmoja akiokoka, malaika mbinguni wanashangilia. Hawashangilii kwa kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa baada ya hapo huyu aliyeokoka anatakaswa, maana anatengwa na dhambi. Alafu Mungu anakupa neema ya kuvumilia. Alafu baada ya hapo anakupa neema ya kuomba. Hayo yote yafanyike bado kuwepo na dhambi ya bahati mbaya. Sasa wewe anakuwa masiala. Labda mtu ambaye hajajazwa Roho Mtakatifu. Kwa sababu aliyeokoka ni muhimu kwanza ajaze Roho Mtakatifu. Akisha kujazwa Roho Mtakatifu, Yohana anaandika kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 9. Yohana wa kwanza 3:1 mpaka 9. Anatangaza, anasema hivi: tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba, ya kwamba sisi tuitwe watoto wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Alafu anasema ya kwamba bado haijadhihirika tutakavyokuwa, maana ile siku ya mwisho tukimwona Kristo tutafanana naye. Alafu mstari wa 3 anatangaza, anasema na kila mwenye matumaini haya hujitakasa. Hilo neno hujitakasa pale inamaanisha kuendelea kujitenga na dhambi. Hapo mstari wa 4 anasema anayetenda dhambi anafanya uasi, maana dhambi ni uasi. Mstari wa 5 anatangaza, anasema maana mwana wa Adamu alifunuliwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Wa 6, na kila akaaye ndani yake hatendi dhambi, wala hawezi kutenda dhambi. Kwa nini? Kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake. Yaani anayekaa ndani ya Yesu hatendi dhambi wala hawezi kutenda dhambi. Kwa nini? Uzao wake, huo uzao ni Roho Mtakatifu. Maana yake Roho Mtakatifu akikaa ndani yako hutendi dhambi tena, na ule uwezo wa kutenda dhambi anauondoa. Ndio maana Roho Mtakatifu anaitwa maji, kwa maana ya kwamba anakupa uwezo wa kuikataa dhambi na kuondoa ile kiu ya kutenda dhambi. Ndio maana Yesu akapiga kelele ile siku ya mwisho ya vibanda kwenye kitabu cha Yohana 7:37 mpaka 39. Akasema ya kwamba ile siku ya mwisho Yesu akapiga kelele akasema, kila aonaye kiu na aje kwangu anywe. Maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ikibubujika maji ya uzima. Hapo mstari wa 39 anamalizia, anasema ya kwamba Yesu pale alikuwa anamaanisha Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Nalo ni somo jingine. Ni Roho Mtakatifu aje ilibidi Yesu atukuzwe. Sasa mimi sifundishi huko. Kwa utakatifu ni kutengwa na kujitenga na dhambi. Kwa Yesu alipokuokoa alikutenga na dhambi. 2, amekupa wajibu wewe wa kujitenga na dhambi. Wa kujitenga. Kwa ukifanya kosa lolote usijipe uzuru kwamba hapa, unajua kuna watu wanasiasa anafanya kosa, baada ya pale anamwendea Mungu, Mungu naomba unisamehe, ni bahati mbaya tu nimeteleza. Kwani Yesu mlima wa utelezi? Yesu sio mlima wa utelezi. Yaani ukifanya kosa ulikuwa umejaa Roho Mtakatifu, maana yake ni kwamba Roho Mtakatifu alikukataza jambo. Unajua Roho Mtakatifu huaga anaongea na anakemea na anaonya. Ukitaka kufanya jambo unasikia maumivu ndani, Roho Mtakatifu anakukataza acha kufanya.
Ukijilazimisha kuendelea kufanya, ile sauti inakata. Sasa kuna wengine wanatafsiri wanasema na amani ya Kristo ya moyo mioyoni mwenu. Kumbe mwanzoni alikatazwa, akajilazimisha, Roho Mtakatifu akaondoka. Alafu baada ya pale ile sauti inapokata, Roho Mtakatifu kashaondoka, unabakia peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Leo nafundisha somo tamu. Alisemaga mtu mmoja, nimemsahau, alisema kwamba yaani wewe hata usipofurahia, yaani mimi nilifurahia sana somo. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nasema hivyo. Hata kama watu walifurahia, yaani mimi nalifurahia sana, ni somo tamu sana. Yaani mimi mwenyewe nafurahi na enjoy. Bwana Yesu asifiwe. Sasa naenda jambo jingine. Hapo kwenye maana ya kanisa. Mambo manne kuhusu wito wa kanisa. Mambo manne kuhusu wito wa kanisa. Mambo manne kuhusu wito wa kanisa. Ni hapo kwenye maana ya utakatifu. Au kwa lugha nyepesi tunahusisha vipi kati ya kanisa na utakatifu? Yesu alitangaza kwenye Mathayo 16:18 mpaka 19, akasema hivi. Kwanza ile story inaanzia Mathayo 16:13. Wakapita mahali fulani panaitwa Kaisaria Filipi. Pale mahali kisiolojia wanasema ya kwamba ni mahali ambapo palikuwa na chemichemi za maji. Zilikuwa zinatoka. Na kwa sababu zile chemichemi zilikuwa zinatoka iwe wakati wa masika mpaka kiangazi, wale watu wa pale wakajichanganya. Wakaona mbona haya maji yanaendelea kutoka tu muda wote? Kwa kudanganyika wakaanza kuabudu pale, wakatengeneza mazingira ya kwanza kuabudu. Sasa Yesu akiwa pale ambapo wanaabudiaga Kaisaria Filipi, walipofanya miungu mpaka wakaanza kuabudu, anawauliza wanafunzi ya kwamba mimi wananisema ni nani? Maana yake Yesu analiinua jina lake zidi ya Mungu wanayemwabudu pale kwenye maji. Wakataja majina. Petro akasema, wewe ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Akamwambia Petro, sio wewe, lakini mwili na damu havijakufunulia, lakini Baba yangu aliye mbinguni. Akasema, sasa ninakuambia juu ya mwamba huu, yani yeye ni mwamba, nitalijenga kanisa, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Lakini ukienda kwenye vitabu vingine, kwenye Waefeso, wa Kolosai, ametaja kanisa, amesema ya kwamba kanisa alikuwa anazungumzia kwa habari ya wanandoa kwenye Waefeso ile sura ya 4 na kwenye sura ya 5. Akasema ya kwamba mwanaume anatakiwa mpende mkewe kama Kristo alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake, ili apate kujiletea kanisa tukufu, takatifu, lisilo na mawaa wala kunyanzi wala dosari katika hayo yote. Sasa hilo neno wala dosari kwenye Kiingereza ametumia spotlight, kwa maana ya kwamba mfano kama shati hili ikitokea hapa nikaweka kitu kekundu, hiyo ndio au dosari. Sasa kanisa la Yesu ni takatifu, lisiokuwa na dosari. Yaani ukifua shati au nguo yoyote, ukikuta mahali fulani imeangukiwa na mdudu, kuna kitu fulani kabaya kanakaa. Sasa Yesu anasema ya kwamba anatengeneza kanisa tukufu, takatifu, lisiokuwa hata na hiyo dosari moja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wito wa kanisa una mambo manne. Moja ni wito wa kutoka dhambini. Ni wito wa kutoka dhambini. Kanisa limeitwa litoke dhambini. Ndio maana anasema tokeni kati yao. Yaani wito wa kanisa ni wa kutoka dhambini. Kwa sababu sisi tunafananishwa na wana wa Israeli. Wana wa Israeli walipokuwa Misri wakatolewa. Kwa hiyo na sisi tunaitwa tutoke dhambini. Ndio maana kwenye kitabu cha Wakolosai 1:13 anasema hivi, Yesu alipokwisha kutuokoa, ametuhamisha tukapita kutoka ufalme wa giza tukaingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Maana yake tunaitwa tutoke. Kwa wito wa kanisa ni wito wa kutoka. Kwanza hiyo ni moja. Kanisa limeitwa litoke dhambini. Kwa wenye dhambi wanaitwa watoke dhambini. Alafu 2. Wito wa kanisa ni wito wa aina gani? Ni wito wa kuwa kusanyiko. Ni wito wa kuwa kusanyiko. Kwa maana ya kwamba kila aliyeokoka anatakiwa awe na mahali ambapo watu wanaabudu. Kwa maana ya kwamba awe kusanyiko. Kwa maana kwenye kitabu cha Waebrania 10:25 akasema hivi, wala msiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya wengine. Maana yake kuna wengine wanakusanyika kwenye madisco, wanakusanyika kwenye vitu gani? Sasa na nyinyi mliokoka akasema msiache kukusanyika.
Maana yake kanisa limeitwa moja litoke dhambini, likiisha kutoka dhambini alafu mbili iwe kusanyiko, kwa maana ya kwamba kila aliyeokoka ni lazima awe kusanyiko, na akiwa kusanyiko inabidi atii ratiba zote za kusanyiko. Naomba niseme kauli hii, nimewahi kusema mahali, mtanisamehe. Baada za Jumapili tu Jumapili zitawafanya watu waende mbinguni. Baada za Jumapili tu Jumapili hazitawafanya watu waende mbinguni. Ni koti hivyo hivyo. Kwa sababu kama tumeitwa tutoke dhambini, alafu mbili tuwe kusanyiko, alafu hatutii sheria za kusanyiko, hamna hiyo mbingu. Labda mbingu ya Morogoro. Somo langu ni tamu. Jambo la tatu. Tumeitwa tutoke dhambini, mbili tuwe kusanyiko, tatu tuwe na ushirika na Mungu. Tuwe na ushirika na Mungu. Tuwe na ushirika na Mungu. Yaani kwa lugha nyepesi ni kwamba tushirikiane na Mungu au tuwe marafiki na Mungu. Unajua Waisraeli ni mfano wa kanisa. Waliitwa wakatolewa Misri, alafu mbili wakafanywa kuwa taifa kwa maana ya kusanyiko, alafu tatu wakafanywa wawe na ushirika na Mungu kwa kupewa amri 10 na mifumo ya ibada. Kwa walipopewa zile amri, Mungu alitaka kuwaonyesha ya kwamba mimi ni nani. Mkitaka kuwa na ushirika na mimi, mnatakiwa mwenende vipi. Kwa hiyo sisi ambao tumeokoka, tumeitwa moja, tutoke kule dhambini kwenye mifumo ambayo haiendani na Mungu, mbili tuwe kusanyiko, tatu tuwe na ushirika na Mungu. Na huo ushirika na Mungu unajengwa kwa kufuata amri za Mungu au kwa kufuata neno la Mungu. Kama hatufuati neno la Mungu, hatuwezi kuwa na ushirika na Mungu. Anatangaza Yohana kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, yote kinazungumza kwa habari ya ushirika na Mungu. Ule waraka wa kwanza wote wa Yohana anazungumza kwa habari ya ushirika na Mungu. Sasa anatangaza, anasema kwenye ile mistari ya mwanzoni kwenye sura ya kwanza, anasema yani sisi ni watoto wa Mungu. Alafu baada ya hapo anasema ya kwamba ndani ya Mungu tunatakiwa tutue, hamna giza lolote. Alafu anasema ya kwamba kama tukisema tunashirikiana na Mungu huku tunatenda dhambi, tunajidanganya. Maana kwa Mungu hamna giza lolote. Alafu anasema ya kwamba ili tuseme tunampenda Mungu, ni lazima tuzishike amri zake, wala sio uzito. Kwa hiyo tukisema tunampenda Mungu hapo huku tushike amri, hapo uongo. Unajua ni tofauti na sisi. Sisi tunakuja kanisani, ukienda mahali unadunda kama kijana, unafika pale, Bwana Yesu asifiwe. Sisi kama wainjilisti, Bwana Yesu asifiwe. Naitwa mwinjilisti Andrew Maziko. Nimeokoka na mpenda Bwana. Sasa ili hiyo nimeokoka na mpenda Bwana ni lazima kwanza hao wametii amri za Mungu. Kama anasema tu ya kwamba nimeokoka na mpenda Yesu afu ashiki amri, ni muongo, katenda dhambi nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 4. Nimetaja matatu: wito wa kutoka dhambini, kuwa kusanyiko, kuwa na ushirika na Mungu. Jambo la 4, tumeitwa tuende mahali maalum. Tumeitwa tuende mahali maalum. Na mahali maalum hapo ni mbinguni. Ni mbinguni. Ni mbinguni. Unajua wokovu ni wa ajabu sana. Wana wa Israeli waliitwa. Napenda sana kutumia huu mfano kwa sababu taifa la Israeli litumika kama typology au picha ya kanisa. Waliitwa mmoja, kwanza waliofanywa Israeli sawa tuliofanywa sisi. Mmoja walikombolewa. Na kabla hawajakombolewa, Mungu alianzia kuitandika Misri. Aliipiga kwa mapigo 10 mpaka miungu yote ikaisha. Alafu baada ya pala akawakomboa kwa damu ya mwana kondoo. Kitabu cha Kutoka sura yote ya 12. Na sisi tumefanywa vile vile. Kabla Yesu hajatukomboa, Yesu alianzia kumtandika kwanza shetani kwa huduma yake yote duniani. Alafu akiwa msalabani akamtandika. Inapofika saa 9 shetani amepigwa vyote na kazi zote zimeharibika. Yesu anatangaza, anasema imekwisha. Maana yake shetani amepigwa knockout. Yaani amepigwa kiasi kwamba hajapitisha hata moja. Waliopigana ngumi wanajua. Yaani unampiga mtu apitishe hata moja mpaka anaenda kuanguka.
Sasa shetani pale msalabani alipigwa mpaka Yesu anaposema imekwisha. Maana yake amepigwa knockout, hajapitisha hata moja. Kwa alipomaliza kumpiga hivyo, damu ikamwagika, tukakombolewa sawa na Waisraeli walivyokombolewa, na wakafanyiwa mambo yale yale, wakafanywa kuwa kusanyiko, wakapewa amri. Wao wakaambiwa ya kwamba safari yenu mnatoka Misri kwenda wapi? Kanaani. Lakini sisi tumeitwa kutoka duniani kwenda mbinguni. Ndio maana natangaza kwenye waraka wa Petro, nimesahau sura, nasema ya kwamba sisi tuhesabu kama ni wageni na wapitaji wapi? Duniani. Wenyeji wetu huko wapi? Mbinguni. Yaani sisi watu wa Mungu tuliookoka, kusudi kubwa la maisha kuliko yote ni kwenda mbinguni. Mimi nawaambia ukweli, yaani pamoja na yote tutakayofanya, tutakayofanikiwa, tutapata hela, tutasoma, tutafanya nini, yote kusudi kubwa ni kwenda wapi? Mbinguni. Ndio maana wanaambiwa ya kwamba ninyi msimame kama wageni duniani. Naomba nichukulie mfano. Ukiwa unasafiri kwenye gari, ukipanda kwenye gari hivyo, unaweza ukawa na mazoea ya kule chungulia ovyo ovyo kwenye gari, japokuwa kuna wengine wanafanyaga hivyo. Ndio maana madereva huaga wakifika mahali huku kuna mlima wanafunga madirisha ili wale wakuchungulia wasije wakaumia. Au wakifika kwenye stendi au sehemu yoyote ambapo wana kuna vibaka, wanaambia fungeni madirisha, maana kuna wengine wanachungulia. Sasa ukiwa kwenye gari, hata kama mkifika stendi mnakula, uweze ukafika stendi ukaenda ukakaa pale, ukakaa ukaanza kupiga na story pale kwenye nandi ya stendi. Unaweza ukafanya hivyo na safiri. Yaani ni kuchukua chakula unakula hivi mkononi, huku unaangalia, unasikilizia gari lako likiita tu mbio. Sasa tuliookoka tumeitwa tuishi hivyo duniani. Yaani huku unafanya kazi yako dukani, huku unafanya kazi yako shambani, huku unafanya kazi yako kwenye masomo, huku unafanya kazi yako kwenye ujenzi, lakini kusudi la kwanza unaangalia unaenda mbinguni. Na ukijua kusudi lako ni kwenda mbinguni, mambo yote utakayofanya utajizuia usitende dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa sisi tumeitwa kwenda mahali maalum, na mahali hapo maalum ni mbinguni. Yaani unajua ni raha, kwenda mbinguni ni raha. Unajua ndio maana wazee wa zamani walikuwa wana nyimbo tamu sana. Yaani nyimbo zao zote, kama umesoma vizuri tenzi zote, unaziangalia tu hata majina yake, yaani nyingi zinakuelekeza kwenda wapi? Mbinguni. Na nyingi zimetaja Yesu. Nyingi zimetaja Yesu. Cha kutumaini sina, ila damu yake. Sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha, japokuwa kuna wahubiri wameikosea adabu hiyo tenzi. Mtu akiwa hana hela wanasema ya kwamba cha kutumaini sina. Nikukosea adabu tenzi, kwa sababu inasema si cha kutumaini sina, ila damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha dhambi zangu kufanya nini? Kwa hiyo maana yake hiyo neno cha kutumaini inamaanisha sina wema wowote wa kufanya ili nifutiwe dhambi, isipokuwa damu ya nani? Sasa unalinganisha hela na damu ya Yesu. Yaani nyingi zinakuelekeza kwenda mbinguni. Utasikia tu kidogo wameimba kazi yangu ikiisha nami nikiokoka. Kidogo tu, Bwana niinue. Alafu anaposema niinue sasa, ukisikiliza yale maneno, sio ni anasema niinue kwa habari ya kumjua yeye. Kidogo tu wamwendea Yesu kwa kusafiwa, kijito cha utakaso. Yaani tenzi zote zimejaa Yesu. Sikiliza nyimbo za sasa hivi sasa. Aro mbinguni, nataka gari. Umefanya nini? Umefanya nini? Umefanya kitu gani? Kwanza mbinguni wote tunawasema, yaani njia ambayo tumepewa Mungu ya kuzungumza ni maombi. Mungu anaweza akasema na sisi kwa neno, anaweza akasema na sisi kwa ndoto, anaweza akamtuma mtu akakuletea ujumbe, lakini wewe ili uwasilishe hoja kwa Mungu amekupa njia moja tu, maombi. Tunasema aro mbinguni. Niko tukuelewa kanuni za kuwasiliana na Mungu. Kwanza unakuwa una adabu. Yaani Mungu namwambia aro kwa kumpigia simu. Kosa adabu kabisa. Sasa tunaendelea. Utakatifu wa Agano la Kale na Agano Jipya. Utakatifu wa Agano la Kale na Agano Jipya. Sasa nikizungumza hapo, baada ya pale nitaenda kumalizia lile jambo la tatu la mambo ya kuweza kutusaidia kutunza utakatifu.
utakatifu wa agano la kale na agano jipya. Watu wa Mungu, utakatifu haujaanza kwenye agano jipya wala haujaanza kwenye nyakati zetu, umeanza kwenye agano la kale. Mungu anatangaza kwenye kitabu cha Walawi 19 mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema ya kwamba Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli, mtakuwa watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Kwa hiyo utakatifu haujaanza sasa hivi, umeanza kwenye agano la kale. Tena umeanzia mwanadamu alipoumbwa tu akapewa agizo kwenye Mwanzo 2:15 mpaka 17. Anaambiwa ule matunda yote ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Ule matunda yote usile, yale matunda ya ujuzi wa mema na mabaya na mti wa uzima. Lakini akajilazimisha akala kwa kudanganywa na shetani. Kwa hiyo pale alikuwa anampa maagizo ya utakatifu. Kwa hiyo wanapokosea anaanza kutangaza utakatifu toka kwenye agano la kale. Bwana Yesu asifiwe. Sasa utakatifu wa agano la kale kwa watu wa Mungu, hasa kwa taifa la Israeli, ulikuwa kwenye maeneo yafuatayo. Eneo la kwanza ilikuwa kujitenga na mataifa na dhambi ambazo, na kujitenga na mataifa na jamii ambazo hazimchi Mungu. Kujitenga na mataifa na jamii ambazo hazimchi Mungu. Kujitenga. Walizuiliwa kukaa pamoja na jamii ambazo na mataifa ambayo hayamchi Mungu. Ndiyo maana ukiangalia vizuri, wakati wanaenda Kanaani, waliambiwa waangamize Kanaani yote, asibaki hata huyu, makabila yote 7. Lengo ni nini? Mungu alikuwa anajua wakikaa pamoja watawafundisha tu kuabudu sanamu. Ndio maana siku ile wakati tunafundishwa kwa habari ya Elia akiwa mlima Karmeli na anamdhihirisha Mungu, kwa nini aliwaua wale manabii wa Baali? Aliwaua kwa sababu wale ndio walikuwa wanawafundisha kuabudu miungu. Kwa hiyo kwenye agano la kale utakatifu waliagizwa wajitenge na jamii zote ambazo hazimchi Mungu na mataifa yote. Lakini haikuishia hapo tu, sio kujitenga. Jambo la pili, walizuiliwa wasioe wala kuolewa kwenye hizo jamii. Yaani wajitenge, wasishiriki ibada nao, lakini pia wasioe wala kuoa kwenye hizo jamii. Walikuwa ukioa, adhabu ilikuwa ni kwamba wanakupiga mawe mpaka unakufa. Waliagizwa wajitenge na hizo jamii. Alafu pia wakaambiwa pia wasioe wala kuolewa. Na Mungu alikuwa na sababu kwa nini aliwaambia hivyo. Na adhabu ilikuwa ni kwamba ukifanya ibada ya sanamu au ukishirikiana na hizo jamii, ilikuwa ni kupigwa mawe mpaka ufe. Aliwaambia kwamba ndivyo utakapouondoa uovu katika nchi yako, ili Mungu aweze kukubarikia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utakatifu wa agano la kale ilikuwa ni kujitenga na jamii zote ambazo hazimchi Mungu. Wala hairuhusiwi kwenda kuoa kwao wala kupeleka wewe mtoto akaolewe kule. Ilikuwa marufuku. Hasa hivi tukisema kwenye habari ya agano jipya, aliyeokoka anatakiwa au aliyeokoka. Watu wanabisha, wanasema unaoa tu bana, ataokoka tu. Yaani kama umeshindana na Mungu kuokoka, wewe ndio umokokeshe, utapata taabu sana. Na hapo sijazungumzia wale ambao tayari wapo kwenye ndoa, waume zao wake zao hawajaokoka. Hiyo ni issue nyingine imezungumziwa na Paulo kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 7. Yeye anazungumza ambaye tayari yupo kanisani, alafu baada ya pale anategemea kuoa na kuolewa. Alafu anasema mimi nitaoa tu au kuolewa na mpagani. Mungu alikuwa ishakataa toka kwenye agano la kale. Bwana Yesu asifiwe. Utakatifu wa agano jipya. Utakatifu wa agano jipya. Utakatifu wa agano jipya, moja ni kujitenga na dhambi. Kujitenga na dhambi. Sasa ninaposema kujitenga na dhambi, inamaanisha kujitenga na matendo ya mwili. Matendo ya mwili yametajwa sehemu nyingi. Kwa utakatifu kwenye agano jipya, moja ni kujitenga na matendo ya mwili. Kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 19 mpaka wa 21. Wagalatia 5:19 mpaka 21. Anasema basi matendo ya mwili ni dhahiri. Nayo ni haya: 1, uasherati; 2, uchafu; wivu, hasira, masengenyo. Ametaja mambo mengi. Baada ya sanamu si uchawi. Alafu anakuja kuhitimisha, anasema hivi:
watu watendao mambo ya jinsi hiyo, anamaanisha ilikuwa hayajaisha. Kuna mengine hapo, watendao mambo ya jinsi hiyo, maana yake kuna mengine pia hawataurithi ufalme wa Mungu. Sasa na hayo matendo ya mwili yametajwa kwenye aina 4. Sasa nikianza kuyachambua sana naweza nikaachelewa. Labda tu nitaje. Hayo matendo ya mwili yametajwa kwa aina 4. Aina ya kwanza ni matendo yanayohusiana na ndoa. Yale mawili ya mwanzo amesema uasherati na uchafu, kwa maana ya matendo yanayohusiana na ndoa, kwa maana ya kwamba yeyote aliyoko kwenye ndoa akitoka nje ya ndoa yuko katika matendo ya mwili. Yeyote ambaye hajaoa akianza kushiriki mambo ya ndoa anakuwa ameshamkosea Mungu. Lakini lile neno uchafu pale lililotajwa halimaanishi uchafu wa mwili pale. Lililoandikwa uchafu kwenye Kiingereza pale limeandikwa sexual impurity, kwa maana ya kwamba matendo yote anayoyafanya mwanadamu ambayo yanaelekea tendo la ndoa, ikiwemo mvulana na msichana kushikana ovyo ovyo, mara si kupigana busu, mara si kushikana wapi wapi, mara si kuangalia picha za ovyo ovyo, yale yote yanaitwa uchafu kibiblia. Kwa akifanya hayo yuko kwenye matendo ya mwili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Nilicheka statement moja, kuna mtu alituma kitu kimoja kwenye group. Anasema kuna watu ni wajinga walishakufa kiroho. Yaani wamefariki kabisa mpaka wakaoza. Wanasema hivi, mimi nishakuwa kiroho nimekomaa, naweza nikaangalia picha za ngono bila kutenda dhambi. Sasa huyo amefariki vibaya sana, kwa sababu tendo la kuangalia tayari ni nini? Ni dhambi. Sasa unaangaliaje bila kutenda dhambi? Lakini aina ya pili ya matendo ya mwili ni matendo ambayo yanatoka ndani ya moyo wa mtu, yanaitwa intuitive kwa lugha ya Kiingereza. Yaani yanatoka ndani ya moyo wa mtu. Na hayo mfano wake ni wivu, hasira. Yale yanatoka ndani ya moyo wa mtu. Unajua mtu akiwa na wivu sio vyepesi kumjua. Unaweza ukatamani ufanikiwe mahali fulani, kumbe yeye anakuonea wivu lakini hakwambii. Lakini ule wivu uko wapi? Ndani. Hasira iko ndani. Hasira huwaga inaonekana endapo mtu akireact kwa kupiga na kufanyaje, ili inaanzia ndani. Lakini kitu kingine hapo uchungu wa moyo. Matendo ya mwili ya kutokea ndani ya moyo wa mtu. Uchungu wa moyo. Unaweza mkakosana na mtu akawa na uchungu wa moyo, akawa na kuchekea tu, kumbe moyoni kashakasirika. Ana uchungu, anabakia uchungu. Na hili tatizo linawatesaga wamama. Amekosewa na mume wake, anabakia na uchungu kesho mpaka na kesho kutwa. Akikosea na siku nyingine, alikuwa anasema Moses Krola, yaani kuna mwenzako amekukosea, akiomba msamaha unamwambia nimekusamehe, ila siku nyingine akitendo unamwambia na siku fulani ulinikasirisha, ulikuwa hujasamehe. Uchungu wa moyo. Uchungu wa moyo. Lakini aina ya tatu ya matendo ya mwili ni matendo yanayohusiana na ibada za sanamu. Yanayohusiana na ibada za sanamu. Na pala ametaja uchawi, ibada ya sanamu, maana yake yale yote ambayo yanaenda kinyume kumwabudu Mungu mwingine, sio Mungu wa mbinguni, ikiwemo uchawi, waganga wa kienyeji, wanaoabudu mizimu. Yale yote hapo kwenye sehemu ya ibada ya sanamu. Na sasa na jingine limeongezeka, la mtu kupenda sana kazi anayoifanya kuliko kumpenda Mungu. Mtu yuko lazi kuharibu mambo ya Mungu, lakini mambo yake yaende. Afadhali jambo lako lisiende, lakini kwa Mungu yaende. Ikitokea tu jambo la kwako linaenda, alafu la Mungu umeliachaniza, yule ndo anakuwa Mungu wako. Kwa sababu Yesu kashatangaza, kashatoa msimamo. Kama sijasahau Mathayo 20:30 na 37 mpaka 40. Kama nitakuwa nipo sawa, unaweza ukaicheki. Anasema ya kwamba mtu ampendaye baba au mwana au mke au mtoto kuliko mimi, huyo hafanyi nini? Anistahili. Mahali pengine natumia lugha ngumu, anasema usipomchukia baba yako au mama yako kwa ajili yangu, bado hujampenda. Yaani anachomaanisha kwamba Yesu apate usamani zaidi kuliko vitu vingine vyote. Lakini aina ya 4 ya matendo ya mwili ni matendo ambayo ni ya kujitakia ziada zaidi ya kiwango ambacho wewe unatakiwa upate. Ya kujitakia ziada. Na hayo ya kujitakia ziada zaidi ya uwezo wako, ndio mfano wapo ni ulafi,
ulevi. Sasa ulafi pale ni ulafi kwa maana mbili. Ulafi kwa maana ya kwamba mtu anakula mpaka anapitiliza, mpaka tumbo anaanza kulishikilia. Hiyo ni dhambi kwa waliookoka. Lakini pia ulafi kwa maana ya kwamba anatamani yeye kila kitu akipate kwa dakika hiyo hiyo. Lakini pia ulevi kwa maana ya kunywa kileo au kupendelea mambo mengine kuliko Mungu. Sasa hivi kuna walevi wa mpira, hawako tayari kuja kwenye ibada za katikati ya wiki kwa sababu Simba na Yanga wanacheza, Manchester wanacheza. Hamna mbingu. Yaani mbingu yako itakuwa Manchester. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tujitenge na hayo kwenye Agano Jipya. Lakini kwenye Agano Jipya hatuishi tu kujitenga na matendo ya mwili, lakini pia tunajitenga na mifumo yote ya maisha isiyomtegemea Mungu. Mifumo yote ya maisha isiyomtegemea Mungu. Mifumo yote ya maisha isiyomtegemea Mungu. Kuna mifumo ya maisha ipo haimtegemei Mungu. Na mojawapo ya mifumo hiyo ni watu ambao wanaamini katika fedha zao, wanaamini katika elimu zao. Hiyo ni mifumo ambayo haimtegemei Mungu. Pamoja na kwamba tunaweza tukawa na fedha, pamoja na kwamba tunaweza tukawa na elimu, lakini Mungu inabidi abaki kuwa tegemeo la kwanza. Sasa mtu ikifika sehemu akaanza kuamini fedha zake, akaanza kuamini elimu yake zaidi ya Mungu, hapo tayari kashatoka kwenye msingi wa kimungu. Ni lazima tujitenge na hiyo mifumo. Anasema msifatishe namna ya dunia hii. Lakini pia utakatifu kwenye Agano Jipya tunafanya nini? Tunajitenga na waovu walioko kanisani. Hapo ndo patamu sasa. Tunajitenga na waovu walioko kanisani. Watu wa Mungu, nisikilizeni. Kuna sentensi moja aliwahi kuandika Elisha Mwamlima kwamba aliyeokoka ni lazima aende kanisani, ila kila sio aliyepo kanisani ameokoka. Aliyeokoka ni lazima aende, ila kila sio aliyepo kanisani amefanya nini? Kujitenga na waovu walioko kanisani. Yaani wote utakatifu kwenye Agano Jipya. Endapo kuna mtu yupo kanisani anafanya maovu na anasaidiwa na hataki kubadilika, tunachora line hivi. Sasa unafikiri mimi nakutania? Paulo aliisolve hii kesi kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka wa 13, au kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 5 yote. Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka wa 13. Anatangaza, anasema ya kwamba kuna mtu kwenye kanisa yupo analala na mama yake wa kambo, yaani anashiriki tendo la ndoa na mama yake wa kambo, yaani mke mdogo wa baba yake. Alafu kanisa halisikitiki wala halimtengi. Sasa akasema watu wa namna hiyo inabidi muwatenge. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unajua kuna dhambi ambazo zinaasili kusanyiko na kuna dhambi ambazo haziasili kusanyiko. Mojawapo ya dhambi zinazoasili kusanyiko ni mtu kuasi kanisani, alafu baada ya pale akaanza kuvuta na wengine waasi, kuanza kuwashawishi kinyume cha mtumishi wa Mungu. Hiyo ni dhambi, mtu anatengwa. Lakini pia dhambi ya uzinzi, mtu anatengwa. Sasa hivi mijadala mingi, mtu amefanya uzinzi na amejulikana amefanya uzinzi, alafu baadaye tukae tuanze kujadili sisi tunamfanyaje. Biblia imeelekeza tenga. Tena kikataa kutengwa, fukuza. Maana Biblia tunatenga wale ambao waliokubali kutubu. Somo langu tamu. Yaani hata kama watu wakinuna, yaani mimi mwenyewe nalifurahia. Kujitenga na waovu walioko kanisani. Naomba niseme sentensi hii ngumu. Kanisa limevamiwa, tumefika sehemu mpaka baadhi ya watumishi wa Mungu wa maeneo tofauti tofauti na wao ni waovu. Baadhi ya maeneo. Kuna mtu mmoja nilicheka sana nikiwa junior ambaye mwangalizi alikuja pale tulipokuwa tunasali kanisa la TAG. Akasema ya kwamba huko kanisani kuna watu wamevamia. Mtu ameingia kwenye uchungaji hataki kufunga. Ana mwana maombi wake. Yaani wanaenda kwenye mkutano kuhubiri. Yeye mchungaji anayehubiri nje hivi au ndani hafungi. Ila mwana maombi ndo anafanya nini? Anamfungia mchungaji badala yake.
Wakipewa sindikiza injili wanagawana. Wachawi waliwatandika wakakimbia na mwana maombi wake. Hata kujitenga na waovu walioko kanisani. Mimi nasema ukweli, kuna baadhi ya sehemu nimesikia kwa masikio yangu, alikuwa ni katibu wa jimbo mahali fulani, sitaki nitaje mkoa na jina la kanisa, alikuwa anazini na mshirika wa kanisa jingine, na huyo mshirika alithibitisha mwenyewe, mpaka huyo katibu wa jimbo akafukuzwa. Kujitenga na waovu walioko kanisani. Yaani mtu akiwa ni mwovu kanisani ameonywa, hataki kusikia. Biblia imesemaje? Ndugu yako akikukosea, hatua ya kwanza muite, msuluhishe. Akikataa, ita rafiki yako. Akikataa, ita wawili watatu. Akikataa, lishirikishe kanisa. Akigoma, na awe kama mtu wa mataifa. Maana yake huo unamuona kama vile ambaye hajaokoka. Kujitenga na waovu walioko kanisani, huo ndio utakatifu wa Agano Jipya. Na mwisho, utakatifu kwenye Agano Jipya, kujitenga na walimu wa uongo. Kujitenga na walimu wa uongo. Kuna walimu wa uongo wako makanisani. Kuna walimu wa uongo wako huko duniani. Kwa hiyo inabidi ujitenge na hao walimu wa uongo. Na huo ndio utakuwa utakatifu kwako. Ukishindwa kufanya hivyo, unajua sasa hivi kule duniani watu wanafundisha mambo ya ajabu sana. Watu wanafundisha vitu vya ajabu vingi. Na watu walioko kule duniani wanachokifanya ni kwamba wanajaribu kuchukua maandiko yaliyoko kwenye Biblia, na baada ya hapo wanajaribu kuyatengenezea kwa namna fulani. Mojawapo ya fundisho ambalo linaonekana kuwa ni la kawaida tu, lakini fundisho potofu, ni kumfanya mzaliwa wa kwanza awe baraka kwenye familia. Hilo ni fundisho potofu. Kumfanya mzaliwa wa kwanza awe lango la baraka. Yaani hivi, wewe ukiwa mzaliwa wa kwanza kwenye familia yenu, wewe ni sawa tu na watu wengine. Hauwezi ukafanyika kuwa lango la baraka kwa sababu wewe ni mzaliwa wa kwanza. Kwa sababu hata hivyo kwenye Biblia hakuna mahali ambako Mungu aliwahi kutumia mzaliwa wa kwanza kama baraka. Hiyo mzaliwa wa kwanza kama baraka walikuwa wanatumia watu wa duniani. Ndio maana Mungu aliamua kutandika wazaliwa wa kwanza wote wa Misri mpaka na wa Farao, maana walikuwa wanatumiwa kama lango la baraka. Lakini hakuna mahali Mungu amejitafutia mzaliwa wa kwanza. Kaini na Habili, nani alihesabiwa mwenye haki? Habili. Ni wangapi? Bwana Yesu asifiwe. Kati ya Isaka na Yakobo nani alichukuliwa? Yakobo alikuwa wa kwanza. Kati ya watoto wa Yakobo alichukuliwa Reubeni wa kwanza, alichukuliwa Yuda wa nne. Fuatilia historia zote. Lakini mbali na hivyo, kwenye Agano Jipya amekuja kuhitimisha kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8:28 na 29, anasema ya kwamba Yesu amekwisha kutuchagua tangu mwanzo, akatutakasa, akatuhesabia haki ili tufananishwe na mfano wa mwana wake. Alafu akasema ili yeye Yesu, huyo mzaliwa wa kwanza, awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Kwa hiyo sisi mzaliwa wa kwanza ni Yesu. Kwa hiyo wewe ukiwa mzaliwa wa kwanza nyumbani kwenu ni sawa na watu wengine. Lango lako la baraka ni Yesu ambaye ni mzaliwa wa kwanza kwetu sisi. Maana kwetu sisi Yesu anaitwa ndugu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mzaliwa wetu wa kwanza. Kwa hiyo fundisho si la kukomboa mzaliwa wa kwanza, ni mafundisho potofu. Walimu wa uongo wako wengi. Si wanatumia mafuta, wanatumia maji, wanatumia vitu vingi vya kutisha. Alafu kitu kingine sasa kibaya, naomba mnisamehe tu niseme hii statement. Kuwa mwalimu wa uongo, endapo kama unafundisha mambo kinyume na Biblia, unakuwa mwalimu wa uongo. Lakini pia ukiacha kufundisha mambo ya Biblia kama inavyotakiwa, ukafundisha kwa chini ya kiwango, unakuwa pia mwalimu wa uongo. Narudia. Yaani kama unafundisha kinyume na Biblia, unakuwa mwalimu wa uongo. Lakini pia kama unafundisha mambo yale yale ya Biblia ukayafundisha chini ya kiwango, pia unakuwa mwalimu wa uongo. Unakuwa mwalimu wa uongo. Kwani kujitenga na walimu wa uongo. Na kujitenga na walimu wa uongo, maandiko yapo mengi sana. Timotheo wa kwanza 1:3. Timotheo wa kwanza 1:3, Paulo anamwambia Timotheo, alikuagiza ukae ili wazuie watu wengine wasifundishe elimu nyingine kinyume na Biblia. Lakini pia Matendo 20:28 mpaka 31,
Matendo 20:28 mpaka 31, anasema ya kwamba anawaita wazee wa kanisa kutoka Mileto, anawaambia wajitunze na kulilinda kundi. Alafu mwisho wa siku anawaambia ya kwamba walinde dhidi ya walimu wa uongo watakaoinuka, watakao watamani wale kondoo. Akasema kuna wengine watainuka katikati yenu wafundishe mapotofu. Mojawapo ya aliyeinuka katikati ya watakatifu anaitwa Nikolao, mojawapo ya mashemasi wale kwenye mashemasi 7 kwenye kitabu cha Matendo 6. Nikolao alikuja akageuka akawa na imani nyingine. Ndio maana kwenye Ufunuo kwenye yale makanisa 7 analifaa, anasema ya kwamba najua ya kwamba unayalizia mafundisho ya Nikolao. Maana aligeuka akaanza kufundisha mafundisho kinyume na Biblia. Kuna watu pia walikuwa wanafundisha vizuri sana mwanzo, sasa hivi waishageuka, waishaacha kufundisha inavyotakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ujitenge pia na walimu wa uongo. Jambo la mwisho au jambo la tatu ni mambo yanayotusaidia kutunza utakatifu. Kama tumekwisha kujua ya kwamba pasipo utakatifu hatuwezi kumwona Mungu, kwa maana ya kwamba hatuwezi kumwona kwenye maisha haya, hatuwezi kuona baraka za Mungu, hatuwezi kuona neema ya Mungu, hatuwezi kuona msaada wa Mungu, hatuwezi kuona chochote kwenye maisha yetu kuhusu Mungu, kwa sababu Mungu amejitambulisha kwenye Biblia kwa majina mawili makubwa. Amejitambulisha kama Eli, kwa maana ya kwamba jina la kwanza la Mungu linazowakilisha sifa za kwanza, lakini jina la pili ambalo Mungu ametumia Jehova, kwa maana ya kwamba Mungu anayehusika na watu wake. Sasa lile Jehova ndo likazalisha yale majina yote: Jehova Nisi, Jehova Rafa, Jehova Sindikeno, Jehova nani. Yale yote majina yanatokea kwenye jina Jehova, kwa maana ya kwamba Mungu anayehusika na watu wake. Akajitambulisha kwa Musa akamwambia, mimi naitwa Niko ambaye niko, kwa maana ya kwamba ninaweza nikawa vile vyovyote ninavyotaka niwe, au naweza nikawa vile ambavyo watu wangu wananitaka niwe. Kwa hiyo ili Mungu ahusike na maisha yetu ni lazima kwanza tuwe watakatifu. Waebrania 12:14 anasema ya kwamba tutafute kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambapo hapana mtu atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Hawezi kumwona kwenye maisha haya, na akifa hataweza kuona Mungu isipokuwa atatupwa jehanamu. Kwa hiyo kama ni hivyo, mambo gani sasa? Na nimezungumza maana ya utakatifu ni kutengwa na kujitenga na dhambi, na nimekuelezea kwamba utakatifu kwenye agano la kale ulikuwaje na kwenye agano jipya tunatakiwa tuweje. Sasa mambo yapi yanatusaidia kuweza kutunza huu utakatifu wa kujitenga na dhambi? Moja, maisha ya neno. Ishi maisha ya neno, kwa maana ya kwamba maisha yako yote yawe ni kusoma Biblia. Maisha yako yote, chochote unachokifanya ukipime kwanza kwenye Biblia. Lazima ukipime kwenye Biblia, kwa maana ya kwamba sisi mawazo tunayowaza, maneno tunayoongea, matendo tunayofanya, kipimo chake ni Biblia, sio maono ya mtu wala ndoto. Hata kama maono yakija na ndoto, ni lazima tupime na Biblia. Ikikataa kuendana na Biblia, tunatupa huko hata hayo maono, hata kama amefufua mfu. Kipimo ni Biblia. Kwa ni lazima uishi maisha ya neno, na kwenye kuishi maisha ya neno ni lazima sasa uwe msomaji wa Biblia, kwa sababu hutaweza kuishi maisha ya neno kama sio msomaji wa Biblia. Mwandishi wa Zaburi, moja ya Zaburi ndefu sana kuliko Zaburi zote, ni Zaburi ya 119. Ni kuhani Ezra anaandika, analielezea neno la Mungu kwa majina mengi, na anapofika kwenye Zaburi 119 mstari wa 105, 104 na 105, Zaburi 119 mstari wa 104 na wa 105, anasema ya kwamba neno lako Bwana ni taa ya miguu yangu na mwangaza wa njia yangu. Maana yake ni kwamba kabla hajafanya lolote kwenye maisha yake analitanguliza neno. Lakini pia Zaburi 119 ule mstari wa 9 mpaka wa 11 anasema ya kwamba jinsi gani kijana aisafishe njia yake, anasema ya kwamba akitii na kulifuata neno lako. Alafu kwenye mstari wa 11 anasema neno lako, anasema ya kwamba moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Maana yake ni kwamba ili usitende dhambi, yaani uwe mtakatifu, ni lazima ulifuate neno. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, maisha ya maombi. Maisha ya maombi.
Maisha ya maombi. Ni lazima uwe mtu ambaye maisha yako yajawe na kumwomba Mungu. Kumwomba Mungu ndio tunaonyesha kumtegemea Mungu. Kuna mtu mmoja aliwahi kusema neno moja gumu sana. Alisema hivi, kiwango chako cha maombi ndio kiwango chako kinachoonyesha unamtegemea Mungu kwa kiasi gani. Kama wewe kila siku yakipita masaa 24 yote umeomba tu dakika 5, maana yake kwenye masaa 24 ulionyesha kumtegemea Mungu kwa dakika 5. Maana kama uliomba dakika 5, ulionyesha kumtegemea Mungu kwa siku hiyo kwa dakika 5. Na hilo likupe wajibu wa kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akamwambia wanafunzi wake, amkweze kukesha nami hata lisali moja. Basi pambana kwa namna yoyote, dakika zako zote za kuomba kwa siku zikizijumlisha angalau zianzie lisali moja. Sasa hicho ni kiwango kinaitwa kiwango cha aliyeshindwa sana kuomba kwa siku. Hapo angalau. Lakini ikiwa dakika 10 kwa masaa 24, uko kwenye hatari, utatenda dhambi tu, kwa sababu huu mwili tumekombolewa, tumetoka kwenye utumwa wa dhambi na tumetengwa na dhambi. Lakini ukumbuke ya kwamba asili ya mwili kuna baadhi ya mambo inayatamani. Kwa hiyo wewe usipojitiisha kufunga na kuomba, kuna baadhi ya mambo utakuta umeanza kuyatamani tena, umeanza kuyapenda tena. Shida ni nini? Haujitiishi kwa Mungu kumtegemea kwa kufunga na kuomba. Ni lazima ifike sehemu mwili huu usurubishe kwa kufunga na kuomba, kwa kusoma neno, ulazimishe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo lingine, kwa kumtumikia Mungu. Kwa kumtumikia Mungu. Ni lazima umtumikie Mungu ili uweze kuishi maisha matakatifu. Warumi 12:1-2. Warumi 12:1-2 anasema, basi ndugu zangu nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu, iliyo hai ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Mstari wa 2 anasema kwamba wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu, mpate kufahamu mapenzi ya Mungu. Kwa maana yake, ili wewe uweze kushinda dhambi, ni lazima uishi maisha ya kujitoa kumtumikia Mungu. Kama hutajitoa maisha ya kumtumikia Mungu, utapata tu muda wa kwanza kuwaza mambo ya ajabu ajabu. Naomba nikuulize swali. Mfano tu mwepesi. Hivi kama mfano wewe asubuhi umeamka, umeomba, ukasoma neno lako, ukaenda kwenye kazi yako, ukapiga kazi zako, inawezekana za dukani, za shambani, mpaka hata mida hii unakuja ibadani. Unafika kanisani, tunaomba hivi, tunajifunza neno. Unafika nyumbani, unapika, baada ya kumaliza kupika mnakula. Unasoma Biblia yako hapo, unaangalia kama kuna mahubiri, unaomba, unalala. Kuna muda wa kuwaza dhambi? Haupo. Lakini kama wewe maisha yako kama hivi, mtu amefanya kazi yake, amemaliza, sio ameishia saa ngapi, anaamua leo ibadani siendi, anaenda nalala. Akiamka asomi Biblia, anaamkia kwenye movie, anaanza kucheki movie. Na movie za sasa hivi zinatembea, inafika katikati kuna watu wawili wamekumbatiana, inakaribia mwisho wanapiga busu, inakaribia mwisho wako uchi. Sasa ukifanya maisha ya hivyo, utatenda dhambi tu. Alafu mwisho wa siku utasema, naomba Mungu nisamehe, nimetenda bahati mbaya. Hakuna cha bahati mbaya. Ulishindwa mwenyewe kujitenga. Ni lazima uishi maisha ya kumtumikia Mungu, ujitoe kwa Mungu. Hivi mtu ambaye amepangiwa ya kwamba wewe unatakiwa uhubiri asubuhi, unatakiwa ufundishe semina, jioni unatakiwa uhubiri mkutano, amewekewa hivi afanye mwaka mzima, anaweza akawaza kwenda kuzini na binti? Hawazi, kwa sababu muda wote anafikiria hivi, kesho naenda kuongea nini mbele ya watu. Labda kama ni mwimbaji, unawaza Jumatano unaenda kuimba, unatengeneza upako wa kwenda kuimba. Kama wewe labda huduma yako ni vyovyote vile kwenda kufanya usafi, unawaza kanisa nitaenda kusafishaje, nitaenda kupangaje viti. Sasa utawaza saa ngapi mambo ya ajabu? Ni lazima ujitoe kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo lingine, jitenge na mifumo yote isiyomtegemea Mungu. Jitenge na mifumo yote isiyomtegemea Mungu, ili uweze kushinda dhambi. Mungu amekutenga na dhambi alipokuokoa, ila amekupa wajibu wa kujitenga na dhambi.
Kwa hiyo ni lazima ujitenge na mifumo yote ambayo haimtegemei Mungu. Ujitenge. Jitenge kabisa, usifanye mchezo. Kwenye kitabu cha Isaya 52:11 nimekusomea. Anasema nendeni zenu msiguse kitu kilicho kichafu, mnaochukua vyombo vya Bwana. Maana yake ujitenge kabisa na mambo ambayo hayastahili. Unajua watu wa Mungu, kuna wakati inafikia sehemu aliyeokoka anatenda dhambi. Sio kwamba ni bahati mbaya, kuna mazingira alianza kuyatengeneza. Sasa wewe chukulia mfano mwepesi kwamba mama, labda nichukulia wa mama, yeye anaenda kwenda kukaa na watu ambao hawajaokoka, sio vibaya, lakini yeye anakaa na watu ambao wanapenda kusengenya waume za watu. Wanasengenya waume za watu, wanawasema vibaya, anaendelea kukaa, wanapiga zile story, wala hana neno la kuambia. Kila siku tu anacheka pale, na siku nyingine anaendelea kukaa. Mwisho wa siku na yeye ataanza kubeba, kutengeneza umbea. Jitenge na hiyo mifumo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umeokoka, wewe masaa yote huko kwenye mitandao ya kijamii, unatoka Facebook unahamia YouTube, na anaingia kwenye mitandao, hamna chochote anachofuata cha maana. Yaani anaingia kwenye mitandao, anaenda kumwangalia sijui nani, mimi siwajui, anaenda kuangalia mchekeshaji. Akitoka kwa mchekeshaji huyu anahamia kwa huyu, akitoka kwa huyo anaenda kuangalia movie, akitoka kwenye movie anahamia huko. Sasa kwa kadri unapoendelea kufanya hivyo, linapopita lisaa haufanyi kitu chochote cha kimungu kwenye mitandao ya kijamii, ule upako na neema ya Mungu unaanza kuondoka. Ndio maana kuna mwingine akikaa kwenye mitandao ya kijamii, kama haangalii jambo la maana, anazunguka, anakuja kumaliza, anajihisi mkavu, anajaribu kuomba kwenye ile neema ya kukubuchika, haipo. Anasema hivi, kuna kitu gani? Upako umeondoka. Na akiendelea kufanya hivyo, na kesho alikuwa anaishia kuangalia vichekesho, anaanza kuangalia movie. Alikuwa anaangalia kidogo, akifika sehemu watu wamevaa vibaya, anapita, anakimbia. Akiendelea kufanya hivyo, chukia, anakaza macho. Mara nyingine anafungua, anabonyeza, akibonyeza afa anaangalia pembeni. Kuisha. Bwana Yesu asifiwe. Jitenge na mifumo yote ambayo haimtegemei Mungu. Jitenge nayo. Na jambo la mwisho, jaa Roho Mtakatifu. Jaa Roho Mtakatifu. Jaa Roho Mtakatifu. Hautaweza kuishi maisha matakatifu kama hujajaa Roho Mtakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu, kwanza yeye anaitwa Roho, alafu ndi Mtakatifu. Maana yake ndio anayetusaidia kuishi maisha matakatifu. Kwa kama mtu hatajaa Roho Mtakatifu, haiwezekani kuishi maisha matakatifu. Hatayasikia tu. Na Biblia imetangaza kwenye Zaburi 16:3 kwamba watakatifu walioko duniani, hao ndio walio bora, na hao ndio ninaopendezwa nao. Hata kwa sababu yeye ameshindwa kujaa Roho Mtakatifu na kuishi maisha matakatifu, anaishia kusema hamna bana, mwanadamu ni dhaifu. Anaishia tu kutishia hivyo, lakini hana kitu chochote alichoonyesha juhudi kwa Mungu. Lakini watu wa Mungu, kwa elimu zetu zote tutakazosoma duniani, kwa mali zetu zote, kwa juhudi, kwa kila namna zote tutakazofanya, tukishindwa kujaa Roho Mtakatifu, hatutaweza kuishinda dhambi. Dhambi hauishindi kwa akili zako, kwa namna zote utakazoweka. Kama hujajaa Roho Mtakatifu, haitawezekana kutoka hapo, kwa sababu Roho Mtakatifu peke yake ndiye anayetupa neema na uwezesho wa kushinda dhambi. Yohana anaandika kwenye ile Yohana wa kwanza, ile sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 9, anasema ya kwamba tazameni kwa jinsi gani ya kwamba Mungu, yani tutazame pendo ambalo Mungu ametupa, ya kwamba sisi tuitwe watoto wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Haishi kusema hapo, anasema alafu sisi tulivyo watoto wa Mungu, bado yani haijaonekana tutakavyokuwa. Kama sasa hivi tunakemea pepo inatoka, kama sasa hivi tunaishi maisha matakatifu, tukimwona yeye ndo tutafanana naye kabisa. Yani ule utakatifu utakuwa 100%. Nguvu zote za kiungu zitakuwa 100% zote. Kama Musa alionekana usoni na utukufu, baada ya pale wakaanza kumkimbia Waisraeli, tutakapomwona Yesu hatutaishia utukufu wa Musa peke yake. Biblia imesema tutafanana naye, yani tutakuwa kama Yesu mwenyewe katika utukufu, maana tutafanana. Anasema ya kwamba mstari wa 3, kila mwenye matumaini haya ya kufanana na Yesu anajitakasa, yani anaendelea kujitenga na dhambi. Hapo mstari wa 6 anasema huyo ambaye ni mtoto wa Mungu hatendi dhambi, wala hawezi kutenda dhambi.
kwa sababu uzao wa Mungu wakaa ndani yake. Huo uzao wa Mungu ni Roho Mtakatifu. Maana yake Roho wa Bwana akiingia kwenye maisha yetu, dhambi inakaa mbali, kwa sababu mmoja, Roho Mtakatifu anatajwa kama maji, Roho Mtakatifu anatajwa kama moto. Moto kwa maana ya kwamba anakausha dhambi zote, kwa maana ya maji ya kwamba anatupa utoshelevu. Yesu anasema ya kwamba kila yatakaye maji ya uzima na aje kwangu anywe, na kila mtakayempa maji mimi hataona kiu milele. Maana yake ile kiu ya dhambi itakata kabisa. Alikuwa anazidi kukata dhambi, kutakata kabisa. Kule kusini hakutakuwepo tena, kule kutukana hakutakuwepo tena. Maana yake tunapojaa Roho wa Bwana, dhambi zinaondoka, kiu ya kutukana inaondoka, kiu ya kusengenya inaondoka, kiu ya kukaa duniani kwenye mambo mabaya inaondoka. Kiu yetu inakuwa ibada, kiu yetu inakuwa kuabudu, kiu yetu inakuwa kumtolea Bwana, kiu yetu inakuwa kumtumikia Mungu. Simama kwa miguu yako. Shana makata ripa yandama repekete mandoropa. Simama kwa miguu yako, tumshukuru Bwana. Makata ropokete mandelepa shana makata ripa yandama. Hebu mwambie Bwana kusaidia utembee katika utakatifu. Pasipo utakatifu hatuwezi kumwona Mungu katika maisha haya ya duniani, lakini pia maisha baada ya kuondoka. Hatutaweza kumwona Mungu, hatutaiona neema ya Mungu kwenye maisha yetu, hatutaona baraka kwenye familia, kwenye biashara, kwenye masomo, kwenye chochote, kama hatujaishi maisha matakatifu. Yesu anatutaka tujitenge na dhambi. Yesu anatutaka tukae mbali na kila visababishi vya dhambi. Yesu anataka tukae mbali na uovu. Akatangaza akasema kwenye Mathayo ya kwamba jicho lako la kuume likikukosesha, heri uling'oe uingie mbinguni ukiwa chongo. Mguu wako ukikukosesha ukate. Hamaanishi kuondoa jicho wala kukata mkono wala mguu, lakini jambo lolote linalokusababisha ukae mbali na Mungu, uwe tayari kuliweka mbali, uwe tayari kulitupa. Kama ni mitandao ya kijamii, tupa kule. Kama ni kwa habari ya marafiki wanaokusababisha uende vibaya, tupa mbali, usiendelee nao, kwa sababu sisi wito wetu mwisho ni kwenda mbinguni. Sana makatari payandama repekete mandoropa. 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 Sana makatari payandama. Wana wa Daudi, tusamehe kwa dhambi na makosa tuliyoyaendea kwa maisha yetu yote. Bwana, mawazo yetu, maneno yetu, matendo yetu yamenenda kinyume na neno lako, yamenenda kinyume na kazi yako ya msalaba uliyotukomboa siku ile. Ukatangaza ukasema imekwisha. Kazi ya kumkomboa mwanadamu iliisha. Dhambi ilishindwa pale msalabani. Roho tete mandeleta sana makata ripa papa papa repekete sana makata roho tete. Mwambie Yesu akupe neema ya kuishi maisha matakatifu. Maisha matakatifu ni agizo. Maisha matakatifu ndipo tunamruhusu Bwana atupiganie na kututetea. Tofauti na hapo hatutaiona neema ya Mungu. Popotete. Utajiri kwa Mungu sio jambo zito, lakini anatutaka kwanza tuishi maisha matakatifu. Repekete mandoropa jana makatari payandama popotete. Baba, tutetee tena kanisa lako, tusamehe dhambi na makosa. Naomba Roho wako wa neema, naomba Roho wako Mtakatifu atutakase, tuwe sadaka iliyokubalika mbele zako Jehova. Popotete mandelepa jana makata. Baba, tuishi maisha ambayo ni ya utakatifu katika haki na kweli. Tuishi maisha matakatifu katika haki na kweli. Tusiishi katika dhambi, tusiishi katika uovu tukashindwa
kuona wewe, tukashindwa kushona baraka, tukashindwa kuona uwepo wako. Tusaidie kanisa lako. Roho, kuna makosa na dhambi tumeyatenda kwa makusudi. Roho Mtakatifu alitukataza, alituambia tusifanye, lakini tuliendelea kwa ukaidi wetu, tukaingia katika njia mbaya. Ile sauti ya Roho yako ikaondoka, tukabaki kujidanganya kwamba ni amani yako, kumbe ni Roho Mtakatifu kutuacha. Tusamehe Mwokozi, tusamehe baba yangu. Lepekete sana makata ripayandama ropokete mwenye kanisa, ropokete mwenye kanisa. Karibu atakuja kutoa kanisa lake. Karibu Yesu anakuja na mawingu. Wewe utakuwa wapi? Wewe utakuwa wapi? Lepekete sana makata ripayandama. Baba, tukumbuke, Roho, tupe neema ya kuishi maisha matakatifu. Roho Mtakatifu, tusaidie kulisoma neno lako, tusaidie tuishi maisha ya maombi, maisha ya kukutumikia wewe. Tujitenge na kila mifumo mibaya, tujitenge na kila uharibifu, ili tukupendeze wewe, maana mwisho wa mambo yote tumeitwa kwenda mbinguni. Kwa Baba yetu, sisi duniani ni wapitaji, sisi duniani ni wageni, wenyeji wetu ni mbinguni kwa Baba aliyetukomboa. Kwetu ni mbinguni, kwetu ni mbinguni. Roho, duniani tumewekwa kuwa mawakili, ili tumwakilishe aliyetununua, ili tumwakilishe Bwana aliyetukomboa. Akatarokokete wanaandika nasema, kwa huruma zake tuitoe miili yetu iwe dhabihu kwa Mungu takatifu, ndio ibada yenye maana. Wala tusipatishe namna ya dunia hii, tujue mapenzi ya Mungu yaliyo makamilifu na kupendeza. Maisha yetu yanahesabikaje mbele za Bwana? Yeye aliyetukomboa kwa damu ya thamani, mateso aliyopigwa msalabani yanatisha. Aliumizwa, alijeruhiwa kwa ajili ya dhambi zetu, kwamba aliteswa na kuumizwa tuendelee kuishi kwenye dhambi tena. Paulo anawaandikia Waefeso 4:30 anasema, wala msimhuzunishe Roho wa Bwana, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri. Maisha ya dhambi yanamhuzunisha Yesu. Tutajibu nini siku ile? Bwana anaandika anasema, tazama niwaja na mawingu, kila jicho litamwona, waliomchoma wataomboleza. Baba tusamehe, Baba tusamehe. Neema yako, neema yako, neema yako, neema yako. Neema tena tuishi katika maisha ya haki na utakatifu. Tusiendelee kuumiza moyo wako. Uliyetununua kwa damu ya thamani, umetuweka kuwa mawakili. Tupe neema Mwokozi, tupe neema Baba wa milele. Asante Baba wa milele kwa ajili ya neema yako. Nitukuza na kulihimidi jina lako kwa ajili ya uaminifu wako. Asante Mungu mtakatifu, kwa kuwa wewe ni Baba yetu tupaye neema na kutuwezesha. Tunakushukuru kwa ajili ya majira haya, umesema nasi. Tunakushukuru Mwokozi, umetutetea Baba, hatuna namna nyingine ya kusema.
lakini tutetee, tusaidie, tuwezeshe. Neema yako iwe pamoja nasi, wezesha wa kimbingu Mungu, tembee na hatua zetu. Asante Mwokozi. Asante Bwana Yesu kwa neno lako Bwana. Tunakushukuru Mungu mwenye nguvu na matendo. Asante kwa ajili ya neno lako ambalo Bwana Yesu umetuhudumia jioni ya leo Bwana. Asante Bwana Yesu kwa sababu wewe ni mwema.